Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Hapa ni maeneo ya jijini Arusha. Tumekuja kuripoti taarifa ya kijana anayefahamika kwa jina la Elias Julius Msuya. Ni kijana ambaye amezaliwa mwaka 1997. Ni dereva bajaji za kuelekea Uswahilini, Friends Corner mpaka maeneo ya Dampo. Siku ya jana mwili wake ulikutwa maeneo ya Nadokati, kata ya Murieti, akiwa ameuawa, huku mwili wake ukionekana akiwa amechomwa na kitu chenye ncha kali maeneo ya mgongoni, jambo ambalo lilimfanya yeye kuvuja damu nyingi. Kisa ambacho kimepelekea kifo chake inaeleza kwamba usiku wa juzi alikodishwa na abiria kuelekea maeneo ya huko Nado, ndipo walipofika maeneo hayo wakatekeleza unyama huo. Zaidi sana, walivyomuua wakachukua bajaji yake mpaka maeneo ya Oljoro, mti mmoja. Maeneo hayo wakaifungua bajaji yake kila kitu, wakachukua injini na vitu vyote muhimu vya bajaji, wakaiacha bajaji hiyo ikiwa kama ni jumba tu ambalo halina msaada tena. Leo tumekuja kuzungumza na uongozi wa bajaji, lakini vile vile madereva bajaji wakilaani tukio hilo la unyama la mwenzao ambaye ameuawa kikatili, na ni kijana mdogo tu ambaye alikuwa anatafuta riziki zake za kila siku. Bajaji hiyo ilikuwa ni bajaji ya mkataba ambayo alikuwa anarudisha hesabu kila siku ya jioni, lakini ndio hivyo, amekutana na watu wakatili waliopoteza uhai wake. Bajaji wamesema kwamba wanaomba sasa serikali, hususan jeshi la polisi, washughulikie vituo ambavyo vimekuwa hatarishi. Hapa tuwasikie walichokizungumza, wakilaani kitendo ambacho amefanyiwa mwenzao Elias, kijana mdogo ambaye kwa sasa ni marehemu. Naitwa Abdurazak, ni mwenyekiti wa bajaji wilaya Arusha mjini. Kwa masikitiko makubwa, siku ya jana tulipata taarifa ya kuuawa kwa dereva mwenzetu maeneo ya Nado, na baadaye bajaji yake ikaenda kupatikana maeneo ya mti mmoja huko Oljoro, na kilichosaidia kupatikana kwa kugundulika kwa bwana kwa sababu bajaji iliachwa leseni iliachwa mfukoni, kwa hiyo ikawa ni moja ya chanzo cha kujulikana kwamba ni dereva. Lakini watu wale wanaonekana walimkodi, wakampeleka kule, wakaenda wakamfanyia hayo madhara, wakaichukua bajaji yake, wakaenda umbali mrefu sana, umbali wa Nado mpaka kule mti mmoja Oljoro, ni mbali sana. Sasa ndugu yetu yule amepata majeraha mgongoni ya kuchomwa na kitu chenye ncha kali, wakati naona akiwa anajitetea. Wakati walichukua ile bajaji, wakaenda wakafungua kila kitu, wakafungua injini, matairi, vioo, wakachukua kila kitu kilichokuwa kule. Baadaye kuja wakati wa upelelezi, na ikaja na sisi viongozi wa bajaji tukaitwa, tukaenda kumtambua kwamba ni mwenzetu. Dereva anaitwa Elias Msuya, anafanya kazi barabara hii ya Dampo Uswahilini. Kwa kweli ni kwa masikitiko tumepata taarifa ile. Ni jambo ambalo halikuwahi kutokea, la dereva kutekwa, kuuawa na vitu vyote kuchukuliwa kwenye bajaji. Na wasima dereva wenzangu wachukue tahadhari wakati wa kubeba abiria usiku. Lakini pia nasi jeshi la polisi liangalie vile vituo ambavyo vina hatarishi, kwa mfano maeneo ya Dampo, maeneo ya Friends Corner kwenye mataa, maeneo hayo na Jogoo kwa usiku, kwa sababu sisi viongozi na madereva bajaji wengi wanakuwa wameshaondoka, wameenda kupumzika. Linakuja kundi lingine, linakuja kupiga debe na kusimamia zile bajaji, kiasi kwamba sasa sisi tunakuwa tunapata wakati mgumu. Ni nani amefanya tukio hilo? Ni nani anafanya matukio hayo? Kwa bahati mbaya pia pamekuwa panatokea matukio ya abiria kuibiwa usiku, lakini pia kufanyiwa madhara na hao ambao sisi hatuwajui, wanaofanya kazi usiku wa manane. Kwa hiyo tunaomba jeshi la polisi pia tuwatahadharishe wananchi kwamba wasio wanapanda bajaji usiku ambazo hawazielewi, kwa sababu pia wanakuwa wanafuatiliwa nyuma na hawa mabwana, wanaenda kuwafanyia madhara. Mara ya mwisho alionekana akichukua abiria maeneo ya Friends Corner, lakini mida ya saa 1:30 kuna dereva bajaji mwenzake alimuona kituo cha Shell cha pale Dampo, akampita. Nafikiri baada ya hapo
alimtafuta tu kwa sababu ni marafiki, akawa hajampata tena. Kwa hiyo kesho yake ndo akaja kupata taarifa ya kwamba kuna mwili umeokotwa. Baada ya kufuatilia kama madereva, tukakuta bahati mbaya ni ndugu yetu Julius Msuya amepata majanga na wamemuua. Kwa kweli sisi madereva bajaji tunaamkaga saa 11 asubuhi. Kwa hiyo mimi nasi madereva bajaji tuwe na muda wa kupumzika. Ikifika saa 4 tuwe kila mmoja sasa ametosheka, kwa sababu pesa hazijai. Tupumzike, tujiandae kwa ajili ya kesho. Abiria kwa kweli wasio wanapanda bajaji ambazo hazieleweki, bajaji za kupigiwa debe. Abiria nao wawe na mtindo wa kumtambua dereva, wamjue dereva, wapande bajaji ambao wamemzoea, dereva aliyemzoea, ili hata majanga yakitokea wao wanatambua kwa sura au hata kwa bajaji yake kwamba tulipanda bajaji fulani yenye namba fulani na dereva tunamjua. Kwa kweli kujiridhisha kwamba abiria ni mtu salama kwetu inakuwa changamoto. Kwa sababu pia tumeshakuwa tumepata majanga kadhaa, abiria wanabeba mizigo haramu. Kwa mfano kuna wenzetu walishakutwa na ngozi na nyama za wanyamapori na wakashikiliwa, hajui dereva, abiria amemkodi, dereva kaendesha, mwisho wa siku wote wanaingia kwenye hatiani. Kwa hiyo pia sisi hatuwezi kutambua haraka abiria ni mzuri au mbaya au kabeba nini, kwa sababu hatuna pia mandate ya kumsachi wala kumchunguza. Kwa kweli madereva bajaji kwa kipindi hichi kigumu, kwanza tushirikiane kwenda kumhifadhi mwenzetu, lakini tuchukue tahadhari kubwa sana kipindi hichi. Tusifanye kazi usiku, tuwe na muda wa kupumzika. Lakini pia tuchukue tahadhari abiria tunaowabeba, ni abiria salama. Muangalie kwanza abiria ana nia njema, amekaakaaje, ili kuchukua tahadhari pia kwa ajili ya maisha yako. Kwa kweli tahadhari hizo na teknolojia imekuwa. Kwanza tufunge GPS kwenye bajaji zetu kwa ajili ya vyombo vyetu. Lakini pia tuende kwenye mifumo ya ulinzi zaidi, ambayo tufunge mifumo au tujiunge kwenye mifumo ambayo unaweza ukatoa taarifa kwa bajaji wenzako wote, na mifumo hiyo ipo, so migeni ni sisi tu kwa sababu hatujaingia huko. Kuna mifumo ambayo ukibonyeza bajaji zaidi ya 30 zilizopo karibu na wewe zinaona kabisa mwenzetu kapata changamoto. Kwa hiyo naomba madereva bajaji tujipange kwa namna ya kujilinda kwa staili ya kuingia kwenye mifumo mizuri ya ulinzi. Kwa jina naitwa Alifa Ibrahimu Makamba. Mimi ni dereva wa bajaji mkoa wa Arusha. Nimesikitika sana asubuhi kusikia dereva mwenzetu jana alikodishwa maeneo ya dampo na kuelekea maeneo ya Iteri. Kabla na maeneo yale ambayo zilikutwa maiti juzi 2 zimefukiwa. Kwa chini yake kidogo ndiko dereva mwenzetu alifanyiwa unyama huo wa kikatili katika mkoa wetu huu wa Arusha. Sisi madereva wa Arusha tumeingia hofu kubwa sana na usafishaji wa abiria. Maana hatuwezi jua mwizi ni nani, huyu ni nani, maskini wa Mungu. Tunabeba tu kutafuta riziki zetu halali, lakini yanayotukuta ndio haya. Mwandishi wa habari, yanayotukuta sisi ndio haya. Tunaiomba jeshi la polisi mkoa wa Arusha, tunaiamini jeshi la polisi, tunaiamini serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Sisi kama wadau wa madereva wa bajaji tunaomba jeshi la polisi kwa uchunguzi wake na elimu yao kubwa ije na mrejesho mkubwa kwamba ni nani basi aliyehusika kutoa roho ya dereva yule. Ni nani aliyehusika kuvua bajaji ile tairi na kutoa injini? Hata thamani ya shilingi milioni 1 haina. Unaenda kumuua mtu kwa vitu vya shilingi 500, unamtupa polini. Hii ni jambo la kusikitisha sana, mwandishi wa habari ndugu yangu. Tunaiomba serikali yetu ya Jamhuri, tuna imani nayo kubwa sana, ifuatilie majambo haya kwa kina sana. Na sisi tupate amani kwamba ni nani waliohusika, ni nani waliotumia kutaka chombo kile na kwenda kumuua mtu na kumtupa polini na kuvua bajaji tairi zote na kutoa injini, kila kitu kwenye bajaji limekutwa, bodi tu limesimama. Hili ni jambo la kusikitisha kwa kweli. Unyama umekisiri mkoa wetu wa Arusha, watu wanauawa, mazingira ya kutatanisha, watu wanakufa. Mheshimiwa Christian Paul Makonda, vunja ukimya babangu, toka iagiza jeshi lako la polisi liingilie kati jambo hili. Ni wakina nani wanahusika? Kama wanajulikana basi mkondo wa sheria ufuate sheria zake, ili sisi tupate amani kubwa ya kuishi kwenye mji wetu wenye amani wa utalii. Wanakuja watalii mbalimbali, tunabeba watu mbalimbali, hatuwajui, lakini eneo tutokea sisi ndio haya. Sisi kama madereva wa bajaji, ili jambo limetuumiza roho sana. Ni angalau usije ukasema mtu yoyote, mauti ya mtu yoyote
yana hasara kubwa sana. Aliyekufa kinyama inaumiza roho sana. Haijalishi sio ndugu yako, haijalishi ni nani, hauwezi jua wewe atakukuta wapi. Limetuumiza moyo sana. Tunaiomba serikali yetu, tuko chini ya miguu yao, watusaidie jambo hili. Kwa kweli watusaidie kweli jambo hili, kwamba sisi tunaumia, sisi tunatekwa, pikipiki zinatorochewa, watu wanatekwa, watu wanaumizwa bila sababu. Mheshimiwa Rais, tunakuomba utusaidie. Jeshi la polisi la mkoa wa Arusha, tupeni majibu yanayostahili. Ni wakina nani wanahusika kuteka watu hao? Wakina nani wanafukia watu hao kwenye mapori? Jeshi la polisi, tunawaomba babangu, tuko chini ya miguu yenu, tusaidieni. Kwa majina naitwa Amar Haji Masatu, nikiwa kama mwenyekiti wa Friends Corner. Tokea tukio hili limetokea, tulipata taarifa, tukaenda kituo cha polisi cha Murieti. Kweli tuliangalia mwili ulivyokuwa, kwa mazingira nilomuona mimi kama mimi, alipata tabu sana yule dereva. Na walikuwa wamedhamiria kumfanyia kitu kama kile, walikuwa wamejipanga muda mrefu. Sio tukio la kushtukiza. Sio tukio la kushtukiza tu wamemchukua wakaenda wakamfanyia, walikuwa wamepanga muda mrefu. Kwa hiyo ile siku ambayo ya tukio ndio ilikuwa siku yao ya deadline ya kumtufanyia hilo tukio. Kwa hiyo walikuwa wamejipanga vizuri. Uwezi ukaniambia kwamba mtu ameenda kwanza wamemuua, maana tuliona amemchoma hapa katikati ya uti wa mgongo. Kuna alama wamemchoma, ndio ikaenda ikampelekea kifo chake. Na pia kwenye mifuko yake ikaonekana walikuwa wamemsachi kabisa na walidhamiria kabisa kuchukua na mali zake. Sawa, na kutoa uhai wake, ni kitu walizamiria. Na kingine, kwa mujibu hiyo bajaji ilivyosambaratishwa, inaonekana kuna mawili, aidha ni mafundi walishirikiana na watu ambao sio mafundi kusambaratisha ile bajaji. Maana huwezi ukaniambia mtu anayepaka spana ya kufungua kikombe cha bajaji, ufungue tairi, ufungue na paka nati ya ndani kabisa. Hiyo inaonesha kabisa ni watu wataalamu na mafundi wapo. Kama serikali itafanya utafiti, iende na kwa mafundi, na wale wanaouza spare used hizi za bajaji wakague pia. Maana kitendo hichi kimesikitisha sana. Mimi mwenyewe kiliniumiza sana. Nilishindwa hata kufanya kazi siku nzima jana, baada ya kwenda kumuona yule kijana. Ni kijana mdogo wa 97. Kijana mdogo anatafuta riziki yake ya halali, lakini wameenda wamemfanyia kitu kama hicho. Mimi ninaombi na maono, kama serikali itasikia maneno haya, watufutie, watumie nguvu, maana yenyewe ina nguvu kuliko viongozi wengine. Kama sisi viongozi wa vituo, sisi hatuna nguvu zaidi yao, wao ni mamlaka. Watuondolee kile wa bajaji hapa, mataa hawa vijana wanaosimama usiku hapa, watuondolee, maana wengi wao ni waizi, ni wakora, wanatumia paka silaha kuwasurutisha hawa madereva hawa. Miongoni mwao wanawaonea, wanawanyanyasa, na pia hawatambuliki kisheria. Na pili, kuna kilo ile ya dampo pale. Ukienda paka usiku saa 8, mimi nilipita, mimi nakaa dampo. Nilipita siku moja, nilikuwa naenda dampo, nikakuta pale kuna grupu la vijana wengi wanavuta bangi hadharani pale, na mambo mengi yanafanyika pale. Kwa hiyo huenda uhalifu unafanyika kupitia vituo kama hivyo. Sawa, vituo kama hivyo. Mimi kama mwenyekiti wa Friends Corner nilikuwa naombi serikali litumie nguvu kubwa kusafisha hapa Friends Corner, kwenye mataa hapa Shell, na pale mwisho wa ice wa dampo pale. Iondoe bajaji kabisa pale, zisiwepo pale. Mtu akiwa ameenda niende na special maalum kwa utaratibu maalum. Mimi inavyoonekana jinsi ilivyokuwa amekaguliwa, ile sio kisu, kile sio kisu, ila ni kitu cha ncha kali ambacho ni kirefu. Wakati amenyongwa, inavyooneshwa wakati amenyongwa pale kwenye steering, wakati anapambana kuinuka miguu hivi, ndio yule huyu wa nyuma akamkitia kwa hapa. Sawa, akamkitia kwa hapa nyuma. Kwa walipomkitia kwa hapa nyuma, nadhani wewe mwenyewe unaona hii sehemu inakuwa tayari imeshashuka. Hivi vitu vya ndani vya hapa vinakuwa vimeshuka karibu, ndio wakawa wameguswa sehemu kama hizo. Wavifute hivyo vituo kabisa. Warejeshe wavifute vituo kabisa, maana wapo hakuna kituo kwa kweli. Waviondoe hivyo vituo, na ile wale si madereva bajaji. Mwanzo ilikuwa kuna utaratibu, viongozi wa bajaji ndio wanaweka watu wao, wanasimamia kwa uzuri, lakini hawa wanaharibu tasnia ya bajaji. Kwa majina anaitwa Alphonse Shayo. Mimi ni dereva bajaji hapa Friends Corner. Kwa kweli tukio hili la kuuawa mwenzetu, dereva mwenzetu, limenisikitisha mimi kama dereva wa bajaji.
na inavyoonekana hao watu walidhamiria kuiba hiyo bajaji, lakini ili kupoteza ushahidi wakafungua vile vitu vya ndani ambavyo ni injini, vile vitu muhimu, wakaacha bodi ili kupoteza ushahidi, kwa sababu waliona kwamba akichukua ile bodi ni rahisi kukamatwa. Kwa hiyo inawezekana mtu amenunua bodi yake akaenda kuvalisha ile injini pamoja na matairi kila kitu, kwa hiyo akawa tayari ana bajaji. Kwa hiyo ile bodi anaweza kupata kwa bei rahisi kwa watu ambao labda bajaji yake imekufa au bajaji imechinjwa, kwa hiyo akaenda kuiba kufanya ile tukio. Na inawezekana yule dereva alimfahamu, ndio maana aliamua kumuua ili kupoteza ushahidi. Kiukweli hao watu kitu cha kufanya ni dereva mwenyewe katika mazingira ya usiku. Mazingira ya usiku yanakuwa sio rafiki sana kwa hizi kazi zetu. Lazima dereva uwe makini, uangalie watu wanaokukodisha usiku na mazingira wanakokupeleka. Jina naitwa Deo. Ni dereva bajaji wa Friends Corner. Huyu chali aliyeuawa ni chali yangu. Mara mwisho nimeongea naye kama wiki mbili hivi zimepita, tunapaki bajaji tu sehemu tunapiga story. Lakini nilipokea taarifa hizi kwa mshangao sana, nimeshtuka kusikia kwanza watu sasa hivi wamekuwa wanyama. Yaani binadamu wamekuja, yani sasa hivi tena wanyama, yani binadamu wamebadilika sasa hivi, yani wamekuwa yaani ukimwona binadamu unamuogopa, lakini kwa hizi taarifa zimenishangaza sana. Huyu chali alikuwa ni mtu wa watu sana, yani alikuwa anaga shida, mpambanaji. Kwa tunapambana barabarani wote, alikuwa anaga shida na mtu. Lakini nashindwa kuelewa nani kafanya kitendo kama hichi cha unyama wa design hii. Inashangaza sana. Kwa naona kwenye mambo ya GPS, hao wanaofunga GPS kujulikana mtu ameenda wapi. Alafu na pia nilikuwa nashauri, kwa mfano kazi za usiku hizi tusipende kufanya sana, yani angalau mwisho saa 2 tu tumefunga kazi. Maana hao kuna vijana wanasema wanafanya popo ndo kuna hela. Lakini mimi kwa ushauri wangu mimi naona popo haina hela. Kwa sababu mwisho wa siku utakuja upate kazi ya 20,000 au 30,000 unapelekwa huko chini. Unaenda unanyongewa huko na uawa, hakuna wa kukusaidia maana ni porini. Kwa hiyo inabidi mara nyingi mtu hata kama unafanya kazi wewe unafanya kazi ambayo ni maeneo ya barabarani, sio ya kutoka nje ya barabara. Taarifa nilizipata, nilikuwa nimeingia kwenye mtandao ndio nikaona jeshi la polisi kwamba wametuma picha kwamba kuna dereva ameuawa na plate number ni DUU. Sasa niliposikia DUU nikasema mbona uchali namjua, lakini sikuwa na uhakika zaidi. Ila asubuhi ya leo ndo niliposikia, asubuhi ya leo ndo baada ya kuulizia nimefanya upelelezi nikajua ni huyo chali ninayemjua mimi. Kikubwa ni yule dereva kwamba mtu ambao unayemjua, lakini so usibebe mtu ambao umjua, yani usibebe mtu ni mtu tu, yani kwamba mtu amekwambia twende huku kaenda huku, afu kiangalia ni usiku, hapana. Kwa hiyo unatakiwa angalia ni mtu ambao unayemjua ndio unaruhusiwa kwenda kumbeba umpeleke anapoenda. Lakini pia nashauri fanya kazi usiku kweli haifai.